shirika la masista waabuduo damu ya Kristo Miyuji. Nafanya utume katika parokia ya Kiwanja cha Ndege, mlezi wa utoto mtakatifu. Namshukuru Mungu kwa siku hii ya leo, tumeweza kufurahi pamoja na watoto. Tumezunguka nje ya kanisa kwa ajili ya maandamano ya sherehe ya watoto mashahidi pamoja na sikukuu ya familia takatifu ambaye ya Yesu, Maria na Yosefu. Basi watoto walifurahi, kaingia kanisani, kaendelea na ibada ya misa. Baada ya misa imeisha, baadaye tukaendelea na matukio mbalimbali. Watoto wakaanza kuulizwa maswali ya Biblia na wamejibu, na wale waliojibu vizuri wakapewa zawadi zao ambazo ni rozari na chuo kidogo cha sala, ili wakaendeleze imani yetu ya Kanisa Katoliki kwenye familia na kwenye jumuiya zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Leticia William, ni mlezi kiongozi parokia Kiwanja cha Ndege, utoto mtakatifu. Siku ya watoto leo kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu ni siku ya kipekee kabisa kwetu leo. Tumepata na neema ya mvua, lakini pale tulipoanza maandamano tu mvua ikatulia, ikatupisha. Maandamano yetu tumeyafanya vizuri kabisa. Tumeweza kuzunguka barabara na kuingia moja kwa moja kanisani. Katika familia na katika jamii, wao inatakiwa watoto wa aina gani? Wanafanya kumbukumbu kwa ajili ya wale watoto ambao waliuawa kwa masuala ya kiimani. Sasa na wanapotembea hivi zaidi ilikuwa kuwalenga, kuwakumbusha walezi, hata jamii. Maanake sasa hivi tunataka kuchukua, tuna ule ubinafsi kwamba wakwangu ni wakwangu, kumbe sio. Turudi nyuma kwamba wote ni wakwetu hawa watoto. Tuhakikishe kabisa hawa watoto tunawajenga katika misingi iliyokuwa imara. Hebu tuangalie familia takatifu. Mama Maria, Yosefu na Yesu mwenyewe walitoka pamoja. Kwanza hata Yosefu mwenyewe kuibeba familia yake kuipeleka uhamishoni kwa ajili ya usalama. Sasa malezi ya baba mama ni muhimu sana kwa mtoto. Hata wengine ndugu ni muhimu sana kuweza kuwapa haki yao ya msingi ya watoto, waweze kukua kiimani, waweze kukua kiakili, kiroho na kimwili, ili waweze kujitambua na kutambua kabisa imani yao ipi. Na hii itatusaidia sana kuliandaa kwanza hawa watoto, tuamini kabisa kwamba ni kanisa linalotembea. Kwa hiyo sasa hawa watoto wanahitaji malezi bora ya baba na mama. Wazazi wenzangu, walezi wenzangu, tupande mbegu kwa hawa watoto ya kiimani. Tupande mbegu. Sasa hivi hali sio nzuri. Hawa watoto tuwapandie, tuoteshe mizizi ya kiimani ili waweze kuwa baadaye si kwa kanisa tu, hata kwa taifa. Kwa sababu sasa hivi hata taifa lenyewe hapa katikati kidogo mambo yameenda sivyo. Sasa hebu tuanze kuchochea mbegu. Tutakapopanda mbegu ya imani kwa watoto, ninaamini kabisa kwamba tutakuwa na taifa ambalo liko imara na kanisa letu litazidi kukua kabisa. Kwa hiyo amani itatawala daima. Mlezi yoyote popote pale, sio Kindege tu, hata makanisa mengine, kumbuka kwamba hii ni sehemu mojawapo ya ibada. Na mlezi, amini kabisa kwamba wewe sasa uko shambani unasia mbegu kwa huyu mtoto. Kwa hiyo ni baraka tosha kabisa, na mlezi uamini wewe ni mlezi mpaka unaingia kazini. Kwa hiyo tufanye hii kazi kwa upendo licha ya changamoto tunazozipitia. Tuamini Mungu ametuteua kuandaa taifa lake lenye misingi imara ya kiimani. Kwa hiyo tushikamane, tuwalee hawa watoto kwa upendo hapa parokiani. Baba paroko na timu yako, nawatakia heri na baraka kwa mwaka mpya tunaosubiria, na Mungu azidi kuwalinda, awatie nguvu kwa kile mnachotugawia sisi wana Kindege. Familia yangu nawatakia heri ya mwaka mpya, na ndugu zangu huko mliko huko, jamani wote nawatakia heri na mwaka mpya. Tusiache kutembea katika imani. Jubilei yetu, jubilei ya matumaini, tuendeleze matumaini kwa kanisa letu. Kila mtoto tunamdhamini, tunampenda, na tungependa aweze kupata fursa ya kuishi maisha mazuri, kuishi maisha ya upendo, apate haki zake
kudumisha haki katika kanisa, lakini pia katika nchi yetu. Basi niwatakie kila la heri kwa sikukuu ya watoto mashahidi. Watoto mpo? Amina.